Nane kabla kufika moja kamili na Radio Maisha Radio, zaidi ya Radio Maisha Concert Friday. Hukumu Sakali tuko na Trizi the DJ, lakini kwa muda huu tunachambua magazeti. Ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Standard, Dalma Sakali. Bila shaka taarifa kupani ni who's fooling whom, kuhusiana basi na swala zima la upanuzi ama ujenzi ama uimarishaji uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Sasa waziri wa uchukuzi Davis Chirchir amejitokeza na kupuuzilia mbali taarifa ambazo zimekuwa katika bila shaka vyombo vya habari kuhusiana na kuhusishwa kwa Wycliffe Chivayo ambaye ni mfanyabiashara ambaye amehusishwa na ulaghai bila shaka kutoka taifa la Zimbabwe. Anatoka ni mzaliwa wa taifa la Zimbabwe. Bila shaka. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inahusiana na waziri sasa Chirchir anasema kwamba mradi ule hauwezi hata ukagharimu zaidi ya shilingi bilioni 154, akipuuzilia mbali bila shaka takwimu zilikuwa zinaonyesha kwamba pesa ambazo zingetumika zingekuwa maradufu, kwa maana ya takriban bilioni 310 pale. Na sasa inaibua maswali kuhusiana basi na wazi kija kwa masuala mazima ya utoaji zabuni pamoja na masuala yanayohusu kifedha. Na taarifa hii sasa inatoa wito kwa serikali kwamba kuweza kuzika masuala haya ama cheche hizi na mambo mengine kama haya, basi serikali iweze kujitokeza na kuweka public ama kuweka kwa umma kandarasi ambayo bila shaka inahusisha upanuzi wa uwanja. Bila shaka ukisoma katika ukurasa wa 4, na kwa sababu hii ni taarifa ambayo imeendelea mpaka ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard. Ukisoma katika ukurasa wa 4, gazeti hili linadai kwamba takriban shilingi bilioni 375 ndio inakisiwa kwamba ndio idadi ya fedha ambayo itahitajika kutumika katika kandarasi nzima, na inadaiwa kwamba licha kwamba kampuni ambayo imepata zabuni hii ni kampuni moja kutoka taifa la Uchina. Kuna madai kwamba huyu mfanyabiashara kutoka Zimbabwe, inadaiwa kwamba pia kampuni yake itakuwa inahusika kwa njia moja ama nyingine katika suala nzima la ukarabati na ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta. Kwa hivyo ni taarifa ambayo unaweza jisomea zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard. Nadhani kwamba serikali kitu ambacho kipo na hii hapa ni jambo ambalo kwamba linazidi tu kuanika serikali, kwa sababu maswali ambayo Wakenya wanauliza ni kwamba kandarasi kubwa kama hii, mbona kusiweke tu wazi kwamba ni kampuni ABCD zilituma ombi ya kutaka kandarasi, lakini ni kampuni A ambayo imefanikiwa kupata kandarasi na kwa shilingi fulani, because by the end of the day these are taxpayers money. You know, ndio kama haiwezekani iwe kwamba serikali inahudumu kuzima moto. Serikali inafaa iwe ni inajitokeza ili kuepusha moto wenyewe usitokee. Haiwezekani kwamba inasubiri moto ukitokea ndio inajitokeza kujaribu kuzima ule moto. Katika ukurasa wa pili, late night dramas, MPs pass finance bill amid strong dissent. Taarifa hii inahusiana basi na kupitishwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2026, mswada ambao baadhi ya wabunge wa upinzani umeweza kupinga vikali kabisa, wakisuta upande ule wa serikali ama upande walio wengi katika bila shaka bunge. Na siku hizi upande walio wengi na upande walio wachache ni kana kwamba wanaimba wimbo mmoja, kutokana na kuharakishwa kwa mchakato mzima wa upitishaji bila shaka mswada ule wa fedha, na vile vile madai kwamba kuna mwingilio kutoka kwa ofisi ya rais ama the executive arm of government. Alikuwa anaangalia idadi ya wabunge ambao wamepitisha mswada huu ni 122, lakini wale ambao kwamba walipiga kura ya kupinga ni 144. Wale waliopinga 44, alafu wale ambao waliunga mkono ni 122. Swali ni kwamba how many members of parliament do we have? 290 in total. Ukiongeza wanafika 300, ukiongeza 349 if I'm not wrong. Tutakuja kuzungumzia hilo. Ukurasa wa 3 wa gazeti la The Standard, a very interesting story here ni kwamba grandchildren cannot claim their grandparents property, court rules. Kwamba mahakama imetoa maamuzi kwamba wajukuu hawawezi wakaridhi mali ya babu yao, wajukuu ama nyanya. Wajukuu hawawezi wakaridhi mali ya babu ama nyanya. Anayeweza kuridhi malio ni watoto wao, lakini wajukuu hawawezi wakaridhi mali ya babu ama nyanya. Labda nikiliweka kivinginevyo ni kwamba wajukuu hawawezi wakadai kurithi. Iwapo wamerithishwa ni sawa. Iwapo babu ameamua kwamba nataka kumrithisha mjukuu fulani ama nyanya ameamua vile ni sawa. Lakini huwezi kama hujarithishwa, huwezi ukakwenda mahakamani kusema babu yangu alikuwa anamiliki ile jengo, kwa hivyo nina haki. Lakini unajua hata babu akikuridhisha, watoto wake wanaweza enda mahakamani wakakataa, because mahakama inasema kwamba mjukuu hawezi akaridhi. Kwa hivyo babu anaweza kukuridhisha, lakini watoto wake wakaenda mahakamani wakakataa, wakasema haiwezekani. Chochote cha kurithi cha baba ni chetu. So nadhani kwamba the bottom line ni kwamba wajukuu hawawezi wakarithi mali ya babu ama nyanya. Mahakama imesema. Na nimependa pia kuna story hapa mahakamani. Hapo ni kwamba man accused of spending entire wedding night chewing muguka.
Bwana, wameenda fungate baada ya harusi. Kuna mwanamke amekwenda pale kwa mahakama ya kadhi kulalamika kwamba mmewe katika ile fungate ile. Unajua katika fungate inaaminika kwamba baada ya harusi pale umekuwa ukisubiri sasa ndio rasmi sasa wa ubomozi. Unaruhusiwa sasa kula tunda kwa raha zako. Imeidhinishwa rasmi, ishaombewa, imetiwa mpaka wakfu. Huyu jamaa akasema bwana, mimi wakfu ambao natambua ni miraa bwana. Yaani jamaa wameenda fungate na wife baada ya harusi. Alafu anaacha wife kitandani akilala, anamekaa hapo nje anapigwa na kijibaridi, anatafuna muguka. Si angeoa muguka tu. Basi angefanya harusi na muguka. Harusi na muguka. Aseme I do, muguka iseme I do, they do each other now. Yes, because what is this now? We are not happy. Ametuangusha bwana. We are not happy. Hii siku ni siku ya msuguano. Hakuna kitu kingine pale. Ipo kwenye katiba, ipo katika vitabu vya dini. Mpaka padri mwenyewe ama kasisi pale amekuja amerasmisha. Hata kasisi akiondoka pale huwa anajua kwamba hawa sasa nimewapatia idhini. Hata hiyo usiku hafai kupiga simu ati anauliza how was your day. No. Anajua kwamba huu ni usiku. Kumbe nyang'au ya mtu iko inapambana na muguka jamani. Iko mtu na mumunya. Bora kabisa. Ukiangalia kuna sakali, kuna taarifa tumepita ukurasa wa 4 ni kwamba Tribunal now hands Sifuna preview reprieve kunradhi in ODM seat Oysterbay. Ni kwamba Edwin Sifuna pata nafuu baada ya mahakama ya kutanzua migogoro ya kisiasa kusema kwamba ODM ilikiuka haki zake za kusikizwa. Kwa hivyo Sifuna pata nafuu, mahakama ya kutanzua migogoro ya vyama vya kisiasa ikisema kwamba haki zake za kusikizwa zile kiukwa. Kuna taarifa moja tumeiacha katika ukurasa wa 3 na ukurasa wa 2, natamani niirudi pale. Ruto Kindiki win big in rushed 18 billion shillings mini budget. Sasa jana wakati kabla ya kupitisha kwa mswada wa fedha, wajua kwamba kuna supplementary budget ya 18.2 billion shillings ambayo ilipitishwa kuweza kuwezesha ofisi ya rais, kwa mfano ofisi ya naibu wa rais, pamoja na niliona idara ya ujasusi NIS, pamoja na idara nyingine kuweza kutumia 18 billion shillings katika mwaka wa kifedha wa 2025 2026. How many days to the end of the financial year, bro? Jamani bro, imebaki siku 7 tu mwezi one week mwezi uishe. Bado wanataka kuspend how much? 18 billion shillings. Ili tumbo lishibi. Tufunge tu nchi jamani, kila mtu sasa hili ndio tumbo lisiloshiba. In 11 days bro. In 11 days wanapitisha tena supplementary budget. Imagine. Come on guys bwana. Hii nchi sasa bwana, kila mmoja gawiwe bwana. Sama pewe hiyo. Sam jana alikuwa anatuambia rare minerals. Sama pewe hizo rare minerals bwana. Kae nazo huko. Labda tukielekea kumaliza, kuna taarifa pale katika ukurasa wa 6 ambayo inaelezea kumhusu huyu mfanyabiashara Chivayo kutoka Zimbabwe, fraudster tycoon who rubs shoulders with presidents. Na kumbuka juzi tukizungumzia jinsi amekutana na Rais William Ruto takriban zaidi ya mara 5-6. Amekutana na Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi mpaka na mama alikutana na mama na Rais William Ruto. Of course Rais William Ruto ndo amemtambulisha kwa mama. Mikakati na panga namna hii namna hapa. Asante sana. Bila shaka. Alright,